إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله ولو كره المشركون. أما بعد معاشر المسلمين, tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwezesha tena kukutana katika Ijumaa hii kuendelea na silsila ambayo tulikuwa tuzungumzia ashia au ar-rawafidha au shia ithnaasharia au al-imamia. Katika wiki iliyopita tulijaribu kuzungumzia historia na tarehe kwa ufupi ya kundi hili na wapi limeanzia, muasisi wao ni nani na malengo yao pia ni yapi. Na wanachuoni pia wakawa wanazungumzia maarafa tarikh wa aqidatan batilatan. Hakuna tarehe wala historia hajawahi kujua itikadi ambazo ni mbovu, wa quluban maridatan au nyoyo ambazo zina ugonjwa, wa qulan qasira na akili ambayo fupi sana, aswa min tilka fi'ati dhallati mudilla, kuliko kundi hili ambalo limepotea na linapoteza watu vile vile. Fahum daiman yukhalifuna al-umma, mara nyingi hili kundi wakati wote linaenda kinyume na umma wa Kiislamu, wayasubuna qadataha wa sadataha, na pia linatukana wale ambao waliotangulia katika umma bora katika wanafunzi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waharibuna maadaiha, na pia linapiga vita vile vile, liko pamoja na maadui siku zote. Falakad qara'na tarikh, haka tumesoma historia ya Kiislamu, wastaqra'naha falam najid fi ma fihi wa hadhiri, hatujawahi kukuta katika waliopita na hivi sasa hata irkhasati mustakbal kama sirati bal sawat ashabur rafd. Historia yao ni mbovu, ni mbaya, ambayo imejaa kama ambavyo tutaona. Bal wao pia ni ashabur rafd, kama tulivyosema, rafadhahumullah kama rafadhu dina, Allah aweka mbali kama walivyojiweka mbali na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali hawa watu faharaju, wakaja hawa watu bidinin mamsukh, hawa watu wakaja wastabdaluhu billadhi huwa adna, wakabadilisha dini ambayo nzuri kabisa kwa kitu ambacho ni adna, min khalitun aqdi wa khuzabalat, kutokana na mchanganyiko wa ufundo na matakataka na mazanga ya fursi kama tulivyosema, watadhalili alyahudi wadhulali an-nasara, fakharaju bidini mamsukh, wakaja wakawaletea Uislamu katika dini ya mamsukhu, yujibuna fiha ala al-umma, dini hii inawajibisha watu wote, ni wajibu juu ya umma, ayyal'ana akhiruha awwalaha, kulaani hawa mwisho ambao sisi wala sio bora, kuwalaani wale wa mwanzo. Wanawajibisha, ni moja katika mambo ya wajibu, kuwalaani watu wa mwisho, kuwalaani wale wa mwanzo, na hasa tukusudia maswahaba. Wayakfuru bilkitabi kulli, na pia kukufurisha, kukipinga kitabu chote kwa ujumla. Kisha watuatilu sharia, na pia hata sheria pia haziwezi kufanya kazi. Wa antashia alfaishatu fil ladina amanu, na pia kueneza uchafu kwa wale walioamini, bismi din, kwa jina la dini. Kwa hali hiyo tuje katika baadhi ya mambo ambayo Shia wako mbali na dini ya Kiislamu, kama tulivyosema mwanzo kwamba hao uko mbali kabisa na dini ya Kiislamu. Moja katika mambo tutazungumzia Shia na tauhidi rububia, Shia na tauhidi uluhia. Mtaona namna gani hawako mbali kabisa, ni katika dini ambayo sio dini hii ya Kiislamu, bali katika misingi yao mikubwa. Jaa fil kitabi al-kafi fil Kulain, katika misingi yao kwanza imekuja katika kitabu al-Kafi cha Kulaini, an Abi Jafar Abdullah qal, anasema buniya al-islamu ala khamsi, ala salati waz-zakati was-sawm wal-haji wal-wilaya. Angalia, sitasema katika Uislamu ili muone hawa watu dini yao ni dini
tofauti na dini hii tunayoiabudu sisi. Wao nasema katika riwaya iliyokuja katika kitabu cha Kafi, na tutakuja kuona kitabu hili katika vitabu muhimu, katika vitabu muthaq kwa mujibu itikadi zao. Imekuja katika kitabu cha Al-Kafi cha Kulaini kutoka kwa Abi Jafar alayhi salam, qal buniya al-islamu ala 5, asa uislamu umejengwa juu ya mambo matano: ala salat, swala kwanza, wa zakat pili, zaka, wa sawm wal hajj, ya tano wal wilaya. Kwa hiyo hakuna shahada an la ilaha illa Allah wala anna Muhammad, hakuna. Kwa hiyo ni swala, zaka, sawm, hija wal wilaya. Wilaya manake ni uongozi kwa ujumla, wilaya. Walam yunadi bi shay'in kama nudiya bil wilaya, hakuna chochote ambacho kiliweza kutangazwa zaidi kuliko wilaya, kuliko uongozi. Uongozi manake utawala, anatakiwa kutawala ni nani? Ali na kizazi chake. Fahadha, na hili sasa, fahadha kalamuhu min masadirihim. Unaona maneno haya yako katika chimbuko, katika masdar, katika msingi ya vitabu vyao mama vikubwa Al-Kafi. Fi masafi arkani al-islam wa da'aimi, kwamba moja katika nguzo za Kiislamu al-wilaya. Bal faddalu amraha ala amra baqiyati al-arkan, bali jambo la wilaya ni bora kuliko nguzo nyingine zote ambazo zimetajwa katika riwaya hii kwa mujibu wao. Kama jaa musarrahan fi riwayati al-Kulaini, kama ilivyokuja pia imewekwa katika riwayati al-Kulaini an Abi Jafar alayhi salam, kutoka kwa Abi Jafar qal, anasema innal islama bunya ala khamsati ashiya, uislamu umejengwa juu ya mambo matano: ala salati wa zakati wal hajj wa sawm wal wilaya. Qala, kisha akasema Zurara, wa ayu shay'in min dhalika afdal, je katika hizo nguzo tano zilizotajwa ipi bora? Qal Zurara anauliza, wa ayu shay'in min dhalika afdal? Qala al wilayatu afdal, akasema wilaya, uongozi wa imamia kuanzia Ali na kuendelea ndio bora kuliko nguzo nyingine zote. Li'annaha mafatihuhunna walwali huwa dalilu alaihinna, kwa sababu ndio ufunguzi na kiongozi ndio dalili pia. Qult, bado anauliza, akasema nikasema, thumma alladhi yali fi fadli, je baada ya hapo kama wilaya ndio bora, je kinachofuata kwa hilo ni kipi? Faqala swala, akasema swala. Hawa utaona namna gani watu hawa namna walivyokuwa. Lakini ili uone katika kundi hili, qala al-imamu Abu Abdurrahman ibn Abi Hatim rahimahullah ta'ala, sa'altu Aba Zur'a, kwa upande wetu sisi sasa, sa'altu Aba Zur'a an madhhabi ahli sunna wal jamaa fi usuli ad-din وما أدرك عليهم العلماء جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان منه مذهبهم إن الرافضة رفضوا الإسلام. حقيقة kumujibu wetu sasa, قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن أبو حاتم katika wanachuoni wa ahli sunna wal jamaa na vitabu vya hadithi, wanachuoni wa hadithi rahimahullah ta'ala, anasema sa'altu Aba Zur'a. Aba Zur'a ni katika wanachuoni watano katika wanachuoni wa hadithi. Niliuliza Aba Zur'a an madhhabi ahli sunna wal jamaa, maana msimamo ahli sunna wal jamaa ni upi? Fi usuli din, katika misingi ya dini. Wama adraka alayhi ulama fi jamii al-amsar, na kila ambacho ameudiriki wanachuoni katika sehemu zote. Wama yatakidani min dhalik, na ile ambao wanaitakidi katika hilo. Qal, akasema faqal adrakna al-ulama fi jamii al-amsar, liodiriki wanachuoni katika sehemu zote. Hijaza ambayo ni Maka sasa hivi, wal Iraqa wa Shama wa Yamanan, fakana madhhabuhum, wote ikawa msimamo wao, inna rafidhata rafadhu al-islam, hakika hawa rafidha ni watu wamepinga Uislamu kwa ujumla.
Mmeona hii misingi sasa katika misingi ya Marafidh Mashia, unaona misingi yao manake ni watu wako mbali na dini ya Kiislamu. Sasa baada ya utangulizi huu tuanze kuzungumzia sasa Mashia kuhusu tauhid rububia, ili muone misingi iliyoko katika mukafirati ambayo katika mambo ya kufuru iliyoingia mengi. Lakini pia mjue hili kundi ni kundi ambalo limekuja kama tulivyozungumzia al-Yahudi, ni kundi ile Kiyahudi pia. Mayahudi asili yao wao wanafuata kwa kusingizia kwamba wao kwa sababu kuna nini Ithna Asharia, wao wanasema kuna maimamu 12 na kule katika Bani Israeli kuna watoto 12 wao wanasema. Kwa angalia dini yao ilivyo. Kule katika kuna kuvunja al-Kaaba, na tutakuja kuona katika imamu wao wa 12 atakuja kuivunja al-Kaaba. Kule katika kuivunja al-Aqsa na sehemu nyingine tutakuja kuona wakati tunazungumzia dini hii ilivyo na namna gani ni dini ambayo imekuja iko nje kabisa na dini ya Kiislamu. Sasa Shia fi mas'ati shirkihim fi janib at-tauhid ar-rububiyyah, kuhusu shiriki yao katika upande wa tauhid ar-rububiyyah. Kama huwa maalum anna at-tauhid ar-rububiyyah, inachofahamika katika Uislamu tauhid ar-rububiyyah wa ifradullah bi af'alihi subhanahu, ni kumpokesha Allah kwa matendo yake Allah aliyofanya, kumpokesha Allah kwa matendo yake min al-mulki wal khalqi wa tadbir, ufalme ni Allah subhanahu wa ta'ala, uendeshaji mambo dunia na ulimwengu ujumla ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Allah anasema lahu al-khalqu wal amru kullu, mambo haya yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhid rububia, uumbaji, ufishaji, nani mwenye sifa ya mvua, yote ni katika anaohusikana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Allah alivyosema ala lahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, jueni hakika jambo la khalqu la uumbaji wal amru yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili katika tauhidi ar-rububia. Kwa mambo ya uumbaji, mambo ya imata, kufisha, mambo ya tadbiri al-kauni, mambo ya kujua mambo ya ghaib na mengineyo yote yahtasu min akhas, katika mambo ambayo yanahusiana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ima kwa upande wa Shia wao wanasemaje? Wanasema laisa maqsud, hatukusudia hapa kuzungumzia tauhid rububia, tuzungumzia je hal ta'athara hadha al-asl al-asil, je kwa asili hii tauhid rububia wameibeba, na hii ni rukun min rukun al-azim indahum wama yad'unahu fi a'immatihim, na yale ambao wanadai katika maimamu wao, wama yu'tunahu min awsaf, na pia kila ambacho maimamu wao wanawapa sifa katika sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo utaona Muislamu mashiriki wa Shia wenyewe katika tauhid rububia, utakapoanza kufuatilia mima jaan aimmatihim kama ilivyokuja katika maimamu wao, fi kutubihimul mu'tamara, katika vitabu vyao vyenye kutegemewa, wa riwayatihimul mu'tabara, na riwaya zenye kuzingatiwa, indahum min khilali hadhihi an-nawaqib, kutokana na vichanguzi vya Uislamu ambavyo wao wamevunja. Tuja katika nakidhul awwal, kichanguzi cha kwanza kwao, wametoka katika Uislamu. Kichanguzi cha kwanza ya kwanza wanasema inna rabba huwa al-imam. Kwao rabba muendeshaji, muumbaji, mwenye imata, kufisha na sifa zote za rabb ni imam. Kwa hiyo rabb huwa al-imam. Kwa kwao ukitoa aya zote zikitaja neno rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, rabb hawa kwao ni imam. Imamu ndio mwenye sifa hiyo ya rabb. Na jaa fi kitabi mir'atul anwar, imekuja katika kitabu chao kinaitwa mir'atul anwar, kauli yake wanasema annal a'immatu haqqin fi fi'li ma yasha'un, hakika maimamu wana haki ya kufanya wanachokitaka ala al-ardh, juu ya ardhi hii, wa anna al-imamata huwa rabbul ardh kulluha, na imam ndio rabbul ardh kulluha. Kwa tunasema katika nguzo hawana tauhidi ulumanake katika tauhidi kwa shahadatu an la ilaha illa Allah, kwa hiyo hakuna. Kwa hiyo kwao hakika rabb
Huyu ni imam. Kwa hiyo imamu wa kwanza, wa pili, wana imamu kuna mbili kama wanavyozushia, hali ya kuwa hai maimamu hawako hivyo, lakini kwao hakika Rabbu akitajwa ni imam. Kwa anasemaje? Wa anna al-imamata huwa rabbu, imam ndio rabb al-ardhu kulluha, ardhi yote inaendeshwa na imam katika tauhid ar-rububiyyah. Hilo la kwanza. Wajaa aidan, kisha imekuja vile vile anna lil ali radhiyallahu anhu aka ali radhiyallahu anhu kama yaftaruna alayhi qal, Ali anasema ana rabbul ardh alladhi taskunu bihi al-ardh, mimi ndio rabb, ndio muendeshaji wa ardhi ambao watu wanakaa katika ardhi hii. Fanzur ila hadhihi al-kufru salah, angalia ukafiri wa wazi wa shirku al-fadhi na shirki fedha ambayo iko wazi. Hal rabbul ardh illa al-wahid al-qahhar, waislamu wote wanaamini hakika mwenye afaali matendo haya ya uumbaji ya kufisha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hal yumsiku samawati wal ardh illa khaliquhuma, hakuna mwenye kushikilia mbingu na ardhi na kuziendesha isipokuwa alizoziumba nani subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah anasema inna Allaha yumsiku samawati wal ardh an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah anathibitisha kwa kitabu chake kwamba inna Allaha yumsiku samawati wal ardh, Allah ndio mwenye kushikilia mbingu na ardhi. Sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhid rububiyya, antazula, visiondoke, endelee kubaki. Allah ndio mwenye kushikilia vitu vyote na hasa mbingu na ardhi kwanza. Kisha wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'di, mfano kama zaondoka, ni nani ambaye anaweza akazishikilia hizo mbingu? Vitu vyote vimekaa na kushikiliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye mwenye kuviendesha. Lakini kwao kwamba Ali ndio mwenye nafasi hii. Bal qala al-Majlisi, bali al-Majlis katika wanachuoni wao wakubwa pia anasema katika kitabu chake Biharul Anwar, anasema inna aliyan radiyallahu anhu qala huwa wa huwa fawqa as-sahab, Ali alisema akiwa juu ya mawingu, ana ainullahi fil ardh, ana lisanullah natiq fil khalqi, ana nurullahi alladhi la yutfa, ana babun la fi alladhi yu'ta minhu wa hujjatuhu ala ibadi. Anasema pia kwamba wanasema eti Ali alisema neno akiwa katika mawingu na katika mbingu, ana ainullah, mimi ndio jicho la Allah katika ardhi, ana lisanullah, mimi ndio ulimi wa Allah ambaye anatu fil khalqi, mwenye kutamka katika viumbe, ana nurullah alladhi la yutfa, mimi ni nuru ya Allah ambaye haizimu nuru hii, ana babullah alladhi yu'ta min, mimi ndio mlango wa Allah, mtu akitaka kwenda kwenye kumuomba Allah amwendea Ali, wa hujjatuhu ala ibadi. Wazama anna aliya, na pia wakadai ka Ali radhiallahu anhu huwa almaqsud biqawlihi subhana, ndio aliyokusudiwa kwa kauli ya Allah aliposema wa ashraqatil ardu binuri rabbiha. Hapa hii ashraqatil ardu, Ali ni nuru, kwa hiyo aya hii inamuhusia Ali. Allah aliposema wa ashraqatil ardu binuri rabbiha, aya hiyo akasema hii inamuhusu Ali. Fahadhihi alayatu jaat fi nas, imekuja aya hii Allah subhanahu wa ta'ala kuzungumza yeye katika ufanyaji wake kazi katika tauhidi rububia, katika afalihi, lakini wao hii aya wanaipeleka kwa Ali na Allah subhanahu wa ta'ala, lianna al-idafata arrafat wa khassasat illa anna rawafid ja'alaha fi ghairi, kwa sababu hapa kuna idhafa mudhafu na mudhafu ilayhi, kwamba hapa manake Allah anahusisha wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha, lakini idhafa iliyokuja wanahusisha hii ni Ali peke yake, yeye ndio nuru iliyokusudiwa kwenye aya hii. Hii ni moja katika Shia katika tauhidi al-rububiyya. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam anasema al-asma'u was-sifatu naw'an, majina ya Allah na sifa za Allah ni aina mbili. Naw'an, naun
yakhtassu bihi rabb, kuna aina ya sifa za Allah na majina anahusika nayo tu Allah subhanahu wa ta'ala. Mithlu ilah, mfano neno ilah, hii ni jina la Allah na ni sifa ambayo anahusika nalo tu peke yake, ilah. Wa rabbil alamin, rabb wa nahu dhalik. Kuna majina ya aina mbili, kuna majina ambayo anahusika nayo tu Allah subhanahu wa ta'ala, akataja mfano Allah au rabb. Sheikh al-Islam Ibn fahadha la tathbut lil'abdi bihal, majina haya haithibiti, hairuhusiwi kumja kwa hali yoyote. ومن هنا ظل المشركون الذين جعلوا لله اندادا, na hapa sasa ndio wakajalia washirikina sasa wanamjalia kwa masanamu yao andada, ila akhiri kalam, mpaka mwisho wa maneno ya Sheikh Sami Taimia rahimahullah ta'ala. Wama haulai, wa utaona sasa, wama haulai illa imtidadu li sabaiya, hao wamekuja ni moja katika aina walizozileta sabaiya, alladhina kafarahum wa aharrakahum Ali radhiyallahu anhu, amba aliyokufurisha Ali na akawachoma moto. Ndama qalu lahu, wakati walipokuja kwa Ali wakasema anta rabbuna, wanamwambia Ali anta rabbuna. وكفر هذا مما يعلم من الدين باسترار من الدين الإسلام, ukafiri wa jambo hili linajulikani maalum bidharura min dini alislam. Wamekuja kwa Ali wakamwambia anta rabbuna, وقد اتفق العلماء على أن من أشرك بالله في ربوبيته, ni ittifaki, ni ijmaa ya wanachuoni wote, hakika atakayemshirikisha Allah fi rububiyatihi, katika tauhid rububiyya au uluhiyati, au katika tauhid ilahiyya, fahuwa kafiru murtad, atakuwa ni kafiri, mtu amertadi, kama huwa madhkuru fi jamii kutubil aqaid, kama ilivyotajwa katika vitabu vyote vya itikadi. Fakaifa biman jala lahu rabba si Allah, itakuwaje kwa mtu akajalia akafanya sio kwa Allah kwamba ndio mwenye sifa ya Rabb, itakuwaje? Na hiyo ni moja katika kichanguzi chao cha kwanza kutoka katika Uislamu, katika tauhid rububiyya. Wakisema Rabbul alamin Ali, kwa hiyo Muislamu yoyote atakapoona kundi hili, kama tulivyosema, ni kundi ambalo halina kabisa uhusiano na Uislamu, la min qarib wala min ba'id, sio kwa njia mbali au ya karibu, ni watu ambao wanajinasibisha na Uislamu, bali wanaochuoni wala hawahesabu hili kundi ni katika ile makundi 73. Hili halipo, hili makundi liko kharij kabisa katika umma wa Kiislamu kundi hili. Hiyo cha kisanguzi cha kwanza. Kisanguzi cha pili, qauluhu bi anna ad-dunya wal akhirah kulluha lil iman. Kuna kauli yao dunia hii yote na akhera yote iko katika mkono wa imam, inaendeshwa na imam. Dunia nzima na akhera inaendeshwa na imam. Wa yatasarrafu biha kaifa yasha, anatumia na kuendeshea imam namna atakavyo. Wa yastamiru ash-shirk arrawafid fi hadha aljanib, mashia katika upande huu shirki yao inaendelea. Faqad aqada sahibul kafi baban, ameweka mlango mwenye al-Kulaini, Yakub al-Kulaini katika kitabu chake Usulul Kahf, ameweka mlango biwan anna al-ardha kulluha lil-imam, ardhi yote inaendeshwa na Imam Ali na atakayekuwa na wale maimamu 12. Wa mimma jaa fi, katika ilichokuja riwaya iliyokuja an Abi Basir an Abi Abdullah alayhi salam qala ama alimta anna ad-dunya wal akhirata lil imam yadhuha haythu yasha wa yadfa'uha ila man yasha jaizu lahu dhalika min Allah. Katika kitabu cha usul, katika kitabu ambacho ni kitabu baada ya Qur'ani kwa mujibu wao, ndio kitabu sahihi kikubwa. Hapo tuzungumzie misingi, itikadi za Shia. Asija akaja Shia sema sisi hatuko hivi, tuzungumzia kwa sababu kuna ashia tu na kuna atashayyu. Ushia ni huu. Hao ndio wanaochuoni wenye kuzungumzia ushia. Misingi yao ikoje na wanaamini nini? Asija kama kina Jalala kina nani ambao ni wafuasi, hawezi kupika mtu tuseme sisi ni ahli sunna wal jamaa. Ahli sunna wal jamaa tuna misingi. Katika misingi tuna misingi
ambaye yote anataka sasa kujadiliana na sisi au kutukosoa au kusema mlivyokuwa sio sawa, aje kwenye misingi yetu, katika misingi ya shahada wa la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasul, misingi yetu hiyo. Katika misingi pia katika mambo itikadi tuamini baada ya Qur'ani kuna sunna za Mtume alayhi salatu wasalam. Tuamini pia tuna vitabu vya hadithi, vitabu vya sunna. Tuamini kuna vitabu vya itikadi ambavyo tayari wanachuoni ambao wote wanafikiana kwamba ndio vitabu sahihi na haya ndio tunayoitakiti. Kwa hiyo yote atakayekuja akasema sio, mfano mimi tena naanza kupinga hayo katika ahli sunna hakuna, mimi ni nani sasa? Mimi nataka ninukuu wanachuoni wa ahli sunna wanasemaje kuhusu vitabu vya itikadi, yapi tunayoitakidi. Sasa wakinukuu na hivi ndivyo ilivyo. Sasa asije mtu wakatonukuu misingi mikubwa ya misingi ya Shia, alafu akaja eti mshia anaanza kupinga misingi hii. Itakuwa wewe basi utakuwa sio mshia sasa. Toka katika ushia njoo kwenye usuli. Kwa tonukuu katika misingi yao mikubwa, ardhi ya imam anaendesha, ardhi na akhera yote anaendesha imam. Imekuja riwaya na Abi Basir ana Abi Abdullah alayhi salam qala ama alimta anna dunya wal akhirah, hivi hujui dunia na akhera lilimam, yote ni ya imamu. Dunia akhera yote lilimam, ni ya imamu. Yadhaha haithu yasha, anaiweka pale anapotaka, wa yadfaha ila man yasha, anampa amtakaye. Hiyo dunia na akhera jaiz lahu dhalika min Allah, hii yote inajuzu kwake kutoka kwa Allah. Kwa hiyo dunia yote na akhera iko katika mkono wa imam, anampa amtakaye, anafanya atakavyo yeye. Kwa hiyo huu ni msingi katika msingi. Kwa hiyo naqidh katika kichanguzi cha pili kutoka katika Uislamu katika tauhidi rububia hiki hapa. Na hapa tunukuu wajaa fi mir'atil anwar, pia imekuja katika kitabu cha mir'atil anwar fi qawlihi subhana amma man zalama fasawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adhibuhu 'adhaban nukra. Katika aya hii qalu, wakasema yuraddu ila amiril mu'minin, aya imekuja amma man zalama, atakayedhulumu nafsi yake akafanya shirki au dhulma yule katika kufuru kubwa au ndogo, fasawfa nu'adhibuhu, Allah anasema siku ya kiyama tutakuja kumwadhibu adhaban nukra, tutamwadhibu adhabu hii. Allah anazungumzia yeyote atakayekwenda kinyume na amri za Allah subhanahu wa ta'ala, na yale aliyoamrisha na yale aliyokataza, akaingia katika kabairi dhunub au akaingia katika shirki au kufuru, siku ya kiyama kama hatatubia ataenda kuadhibiwa adhabu hiyo. Lakini wao angalia hii aya ilivyo, sikiliza wao walivyo. Wanasema katika kitabu chao Mir'atil Anwar, thumma yuraddu ila rabbih fayu'adhibu adhaban nukra, qalu yuraddu ila amiril mu'minin. Siku ya kiyama huyu atapelekwa kwa amiril mu'minin ambaye ni Ali, fayu'adhibu adhaban nukra, Ali ndiye atakayemwadhibu. Kama tulivyosema mwanzo, dunia na akhera yote ya imam anaitumia atakavyo, anampa atakavyo. Alaysa hadha nasu shirk fi rububiyyatihi, hapa manake Ali anashirikiana na Allah katika tauhidi yake rububia ya uendeshaji wake subhanahu wa ta'ala na katika kuadhibu kwake. La yushariku fi ahad min alhisab wal iqab, Allah hashirikiani na yote katika kuhesabu watu siku ya kiyama au kuadhibu. Hii ni sifa ya Allah, kwenda kuadhibu watu ayo kwa siku ya kiyama kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye sifa hiyo kuadhibu. Sio Ali peke yake, Ali angesema atumwa katika kuadhibu, lakini kunahitaji nasu dalili. Wallahu jalla sha'nu, Allah anasema alladhi lahu mulku samawati wal ard. Allah lahu, imekuja lahu, ikija lahu yufidu takhsis, ni khasia inakuja kwa Allah subhanahu. Lahu mulku samawati wal ard, ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yattakhidh walada wala yakun lahu sharikun fil mulk,
Allah hajajifanyia mtoto wala hana mshirika yoyote katika ufalme wake wala katika uendeshaji wake. Hii ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha waqala subhanahu, Allah anasema pia wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu alhukmu wa ilayhi turja'un. Hii katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa Allahu la ilaha illa hu lahu alhamdu fi ula wal akhirah. Allah katika sifa zake katika hii aya. Lakini hapo wanasema wao Ali ndio mwenye kumiliki duniani na akhera. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nyingine, yaqulu subhanahu wa ta'ala yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin. Siku hiyo ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja atalipwa kufuatana na kile alichokifanya, na kila mmoja atajua kwamba kweli hii ndio haki, ndio aliyokuja nayo Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwatuma manabii. Hiki ni kichanguzi cha pili. Hawa watu wanaitwa Ar-Rafidha au wanaitwa Ithna Ashariya au wanaitwa Jafaria. Hawa wote ni kundi ambalo liko mbali kabisa na Uislamu. Hivi ni vitabu vyao mama namna gani wanavyoamini. Tu katika tauhidi rububia, hatujakuja katika tauhidi uluhia. Sasa unaona shirki zao za wazi katika kushirikiana Allah katika ufalme wake, katika uendeshaji Allah subhanahu wa ta'ala, katika mambo ya kujua ghaib, maimamu wanashirikiana na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio shirki, ndio tuseme hili kundi liko nje na Uislamu japokuwa wamevaa mavazi ya Uislamu. Aqulu qawli hadha wa la إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد, tukizungumzia firqat wal adyan, tuzungumzia dini hizi mbalimbali na hasa mashia hawa. Kwa sababu kwa nini? Ili umma wa Kiislamu uwe ala nuri min rabbi, uwe na mwanga juu ya kile wanachokiamini, na wasije wakaona kwamba hili kundi na mtu akaanza kupeleka hata wake zake au watoto wake akasema hao ni Waislamu. Hao ni watu kama waliosema wanaoshuoni hakika Shia wameupinga Uislamu moja kwa moja. Kwa hiyo wao na Uislamu ni mashariki na magharibi. Hiki kichanguzi cha pili. Tuje katika kichanguzi cha tatu, an-naqidhu thalith, isnadu al-hawadith al-kauniyya ila al-a'imma. Kutegemeza matukio yote ya ulimwengu yote yanategemezwa kwa maimamu. Famimma huwa maalum inda kulli muslim, kitu ambacho kinajulikana juu ya kila muislamu, anna kulla ma yajri fi hadha al-kawn, kila kinachojiri katika ulimwengu huu, fa huwa bi amri Allah wa taqdirihi, yote ni kwa ajili ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na makadirio yake. Chochote kinachojiri katika ulimwengu kwa kadri ya amri ya Allah na makadirio yake. La sharika lahu subhana, Allah hana mshirika katika uendeshaji wa mbingu na uendeshaji wa ardhi. Kwa maana itakada anna hunaka mudabbir ghairahu, atakaye itakidi kwamba kuna muendeshaji mwingine asiyokuwa Allah, kafara ijma'an, amekufuru kwa ijma' ya ahli sunna wote. Kama karrar dhalika ahli ilm, kama walivyo kariri na kurudia na kuyataja ahli ilmi. Walakinna fi kutubi rawafidha yuthiru alajaba fi hadha, lakini vitabu vya rawafidha vinaonyesha ajabu kuhusu hilo. Haithu tadai, pale vinavyodai vitabu vya rawafidha mashia bi anna al-a'immataha amru fi dhalika, maimamu wana amri, wana jambo katika hili. Fatakulu riwayatuhum kama jaa fi Bihar al-Anwar, zinasema riwaya zao kama ilivyokuja katika Bihar al-Anwar, anna Sama'at ibn Mahran qala, Sama'at ibn Mahran alisema
kuntu inda Abi Abdullah al-Bakir, Imam wa sita huyu, nilikuwa mbele ya Abi Abdullah al-Bakir alayhi salam, fa ar'adat as-samaa'u wa abrakat, radi zikaanza niko kwake kwa Abu Abdullah, radi zikaanza kulia za mvua. Faqal, akasema Abu Abdullah, kama yaftaruna alai, kama anavyomzushia, baada ya radi kwanza kusikika, akasema Abu Abdullah kumwambia, ama innahu ma kana min hadha ar-radi wa min hadha al-barq, hii radi mnayoona na huu umweme na umwanga wa radi unaoona, fa innahu min amri sahibikum, hii yote ni katika amri ya sahibikum, ya mtu wenu ndio anaendesha yote radi na nini. Qult, muulizaji akasema, nikasema mwambia kumuuliza Abu Abdullah, ma sahibna, sahibu wetu ni nani? Qal amirul mu'minin alayhi salatu wasallam, huyo ndo anafanya kazi ya radi, umeme, mbingu, mvua, ni jambo lake. Famadha yastanbitu almuslim min hadhi riwayat, muislamu kitu gani anajifunza kuhusu riwaya hizi? Walillahi jalla sha'nu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walladhi yuriikum albarqa khawfan wa tam'a wa yunshi as-sahaba thiqal, Allah ndio mwenye kuonyesha hizi radi mnazoziona, mwanga mkali mnaoona wa radi, zote kuna khawfan wa tam'a. Mvua inapokuja kuna rajaa na kuna hofu. Mtu anataraji mvua ikinyesha atapata mazao, atalima, tamaa, hofu, tamaa hii. Lakini hofu inawezekana atapigwa na radi, atafanya hivi. Yote haya yote anaoendesha ni Allah. Allah anasema huwallazi yuriikum albarqa khawfan wa tamaa wa yunshi as-sahaba thiqal, Allah ndio hata mawingu haya Allah ndio mwenye kuendesha. Lakini kwao mawingu ukiona radi, hii ni Ali ndio anawafanya kazi hii. Alaysa hadha hiya sabaiya, hii sio ndio sabaiya tulihitaji katika utangulizi wetu. Tayari inaanza kuonekana moja kwa moja min khilali kutubu Shia, ukianza kuangalia vitabu vya Shia. Alaysa hadha iddi'a'u ar-rububiyya li Ali, na hapa tayari mnadai Ali ana sifa ya rububiyya, au anna lahu shirkan fi rububiyya, au Ali ana ushirikiano na Allah katika tauhidi yake rububiyya. Na jambo likazidi, qala halikum al-Khumaini, alioangamia Imam Khumaini wanamsema fi kitabihi al-Hukumah al-Islamiyya, katika kitabu chake kinaitwa Hukumah al-Islamiyya cha Imam Khumaini, anasema inna lil-imam maqaman mahmudan wa darajatan samiyah wa khilafatan takwiniyatan takhdha'u li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dharrataha hadha al-kawn. Imam Khumaini anasema katika kitabu chake Hukumatul Islamiyya, inna lil-imam maqaman mahmuda, haka imam ana sehemu yenye kusifiwa, wa darajatan samia, na daraja ya juu kabisa tukufu, wa khilafatan takwiniya, na yeye ndio mwenye kuendesha huu ulimwengu, takhdha'u liwilayatiha wa saytarataha, vitu vyote vinanyenyekea katika utawala wake, na kuhusu Ali anafanyia kazi vyote, jamiu dharrataha hadha al-kawn, vitu vyote katika ulimwengu huu, dharra, hata kitu chembe ndogo iwe, yani viumbe vyote duniani na vina roho na havina, majabali na miti, vyote vinanyenyekea Ali, na yeye ndio mwenye kuendesha. Imam Khumaini katika maimamu ambao amefariki muda si mrefu sana, ni karna hizi. Sasa huyu ni Imam al-Khumaini, ana kitabu chake kinaitwa Hukumatul Islamiyya. Wakati akizungumzia Hukumatul Islamiyya, wenyewe wanasema wana serikali ya Kiislamu ya Iran. Katoka kitabu akakiita Hukumatul Islamiyya. Mwenye itikadi hii kweli au ni Muislamu, Ali ndio vitu vyote, yeye ndio mwenye kuviendesha. Fama abqa haulai dhawafu lillahi azza wa jalla, Allah sasa amebakishwa na nini? Allah vya kwake ni vipi sasa? Hakuna kilichobaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hama Shia, wallahu almusta'an. Naqidhu ar-rabi, kichanguzi cha 4, iddi'ahum anna hunaka juz'un min Allah, wanadai kuna sehemu
ya Allah subhanahu wa ta'ala halat lilimam, imekuja ikawajibika sehemu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ali amepewa sehemu nafasi au sehemu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watardu indahum riwayatu tadai bi anna juz'an min nuril ilahi halat bi ahli, katika riwaya zote zinadai kwamba hakika sehemu ali amepewa sehemu ya Allah subhanahu wa ta'ala, nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala amepewa, wa aimatihim na imamu kwa ujumla, kama jaa fi kafi, kama ilivyokuwa katika usul kafi wa biharul anwar anna aba abdullah قال anasema thumma masahana biyamin, kisha Allah akatupangusa kwa mkono wake wa kulia, fa adhaa nuruhu fina, nuru ikaangaza kwetu sisi. Wa mimma qala aidan, katika alichokisema vile vile, walakinna Allah khalaqana bi nafsi, Allah akatuchanganya na nafsi yake. Kwa maana yake Ali na Allah na maimamu wamechanganywa na Allah, kwa hiyo kumuona za Ali umemuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadha alghulu bila shaka, na hai ghulu kuchupa mipaka pasina shaka, irtadau min aqawil almadhahib alwathaniya allati tadai fiha asnamihi wa ma'budatihi, na wayakfi fi fasadi hadhi mujarrad tasawuri. Bila shaka muislamu katika hili hahitaji hata dalili kwamba yafaa au haifai, ni shirki au si shirki. Akiambiwa toka ni ushirikina, wala hahitaji hata muislamu aleteo dalili nyingi. Na utaona sasa katika masala, na hili nafanana pia mukhalifu linakli wal aqli, pia pingana na akili na kilichonukuliwa katika sunanun al-kauniyya. Wa haulai yujaruna nasara, na hawa pia wanafanana manasara fi mas'alati anna Isa juz'un min al-ilah. Hata manasara wanasema Isa ni sehemu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuriduna iqrara dhalika fi a'immatihim. Baada ya kuambia kwamba Isa ana sehemu ya Allah, pia wanataka hata maimamu wao pia wao na sehemu hiyo, kama wanavyofanya manasara. Manasara wanasema Isa ni sehemu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wao wanataka pia maimamu wao pia wao na nafasi hii. Wa hadha kufrun sarih, yukafiri wa wazi, wala yahitaji mahu ila dalili irad, haitaji hata dalili ya kuweza kulifanyia radi jambo hili. Bal ainul hululiyya al-ilhadiyya, hululiyya itikadi al-hululiyya al-ilhadiyya ni hii, wa hiya zam bi anna ilaha qad yahillu fi jismi adadi min ibadi, kudai kwamba Allah anaweza akawa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akawa kwa idadi au akaingia katika kiwiliwili cha yoyote katika waja wake. Yani ukimwona huyu ndio umemwona Allah. Hii ni itikadi mbovu, au biibarati al-ukhra, au kwa ibara nyingine kama wanavyosema, na Sheikh Fani Saidi ametaja katika al-jawabu sahih ala man badda din al-masih, anasema anna lahut yahillu fi nasut, katika ibara nyingine. Wa ya aqidatu an-nasara ad-dullal, itikadi hii ya manasara mbovu. Wakati ajma al-ulama, haka wanachuoni wote wamekubaliana ala kufri man qala bihadha al-qawl, yeyote atakayesema kauli hii atakuwa amekufuru, au itakada au akaitakidi. Faqalu, wanachuoni wakasema, man qala anna Allah azza wa jalla fulanu lilinsani bi'aini, atakayesema hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni fulani ambaye ni mwanadamu na huyo ndio Allah, akasema maneno haya, au anna Allah ta'ala yahillu fi jismi min ajsami khalqi, au Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akaingia katika kiwiliwili cha yoyote katika waja wake, fa innahu la yakhtalifu ithnan fi takfiri, hakuna hata mwanachuoni mmoja hata wawili, hakuna ikhtilafu kuhusu kafiri wa jambo hili. Li sihhati qiyam al-hujja al-milal wan-nahl, Ibn Hazm anasema katika maneno haya. Kwa hiyo atakayesema hakika Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akawa kwa mtu fulani au kwa kiumbe fulani, hii haihitaji, hakuna ikhtilafu hata mwanachuoni mmoja kuhusu kafiri hili jambo. Bal inna rawafidha yanfuna sifati Allah jumlatan wa tafsila, bali pia marawafidh wanakataa sifa za Allah kwa ujumla na pia kwa tafsili wanazikataa. Qalu, wakasema, laisa lillahi sam'un wala basrun wala yad, Allah hana sifa ya kusikia wala kuona, wala yad, wala hana mkono, wala ain, wala hana ain. Wawafaqu shuyukh al-mu'tazila, wawafaqu shuyukh al-mu'tazila, wameafikiana wa shuyukh al-mu'tazila fi dhalik.
thumma alsaqu asma Allah wa sifatihi, kisha wakabebesha majina ya Allah na sifa zake biaimatihim, kwa maimamu wao. Majina ya Allah na sifa za Allah wakabebesha maimamu wao, kama rawa al-Kulaini fi kitabihi al-Kafi, kama alivyopokea Imam Kulaini katika kitabu cha Kafi, an Abi Abdullah fi qawli Allah azza wa jalla, kutoka Abdullah. Hakuna aliyosingizia uongo kama mwanachuoni huyo. Hakika Abi Abdullah qal, katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha, katika aya hii Allah ndio ana majina mazuri, ombeni kwa kupitia haya majina. Wanasemaje? Qalu, wanasema Shia, nahnu wallahi al-asmaul husna, sisi wallahi ndio majina mazuri yaliyotajwa katika hii aya, allati la yaqbalu Allah min al-ibadi amalan, Allah hawezi kukubali kwa mja kitendo chochote illa bimaarifatina, paka atujue sisi. Imam Kulaini katika kitabu cha Usul al-Kahf. Kwa hiyo kwa maana walillahi al-asmaul husna ni maimamu hao 12, hao ni asmaul husna. Wakadhalika adhafu pia vile, hiki ni kichanguzi cha 4. Kichanguzi cha 5 tushie hapo, iddia'u al-ilm al-ghaib, kudai kwamba wao wanajua mambo yanayokuja, mambo yao maimamu iddia'u al-ilm al-ghaib li a'immatihim, wakadhalika adhafu li a'immati aidan baadhi sifati rabb, kwamba wanajua kinachokuja. Na pia imekuja vile katika hilo, na waqala sahib al-Kafi baban, Imam al-Kulaini huyu mwanachuoni wao huyu ameweka mlango bi'unwan innal a'immata ya'lamuna ilma ma kana wa ilma ma yakun wa annahu la yakhfa alayhim shay. Hakama imam wanajua ilma ma kana, mambo, elimu ya mambo yaliyopita yote wanayajua, wa ilma yakun, na elimu ya mambo ambayo yakun, yapo sasa hivi, yote yanajulikana, na mambo yanayokuja yote wanajua. Wa annahu la yakhfa alayhim shay, hakuna jambo lolote ambalo hawalijui. Ama Imam 12 hakuna jambo ambalo hawalijui. Kisha wadhammanahu ta'ifatan min riwayatihim wa aqada baban akhar, kisha kaweka mlango mwingine bi'unwan anna al-a'immata idha sha'u an ya'lamu alimu, hakama imamu wakitaka kujua wanajua. Wa dhakara fihi jumlatan min ahadithihim, wakataja jumla ya hadithi nyingi zilizokuja. Wa min riwayatihim hadhi al-abwab qala Abu Abdullah, anasema Abu Abdullah kama yaftaruna alayhi, eti anasema hivi katika imamu wao wanamzushia, inni la alam ma fi samawati wa ma fi al-ard, mimi najua yaliyomo mbinguni na yaliyomo ardhini. Wa alam ma fi al-jannati, na najua vyote ambavyo viko peponi. Wa alam ma fi an-nar, najua yote ambayo yako motoni. Wa alam ma kana wa ma yakun, najua yale ambayo yapo na yale yatakayokuja baadaye, yaliyopita na hivi sasa. Fi sifati al-ilm, kwa yote anayejua. Hii ni sifa ya nani? Subhanallah ta'ala. Fi sifati al-ilm al-ghaib min akhas khasa'is Rabb subhanahu wa ta'ala, sifa ya kujua ghaibu ni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, sifa ya hashirikiana yote. Allah anasema bali atakayeitakidi sifa hii fakad kafara billahi al-azim, atakuwa ameshamkufuru Allah, wa radda al-Qur'an al-Karim, na ameshaipinga Qur'an na kuikataa kwa ujumla. Qala ta'ala, Allah anasema qul, Muhammad sema, la ya'lam man fi samawati wal arda al-ghaiba illa Allah, hakuna anayejua vilivyomo mbinguni na ardhini, mambo ya ghaib hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala jalla sha'nu, kisha Allah anasema wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, Allah ndiye mwenye funguo za siri, hakuna anayejua isipokuwa yeye peke yake. Wakala subhana, kisha Allah anasema walillahi ghaibu samawati wal ardh wa ilayhi yurja'u al-amru kullu fa'budhu wa tawakkal alayhi wama rabbuka bighafilin amma ta'malun.
ukiona katika Qur'ani ayat kathira zimekuja kwamba sifa hii ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wao hapana, bali Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia afdalul khalq, bora wa viumbe, Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alimwambia hajui ghaib. Allah asema Muhammad sema, Allah akamwambia sema Muhammad waambia watu, ayakula Mtume asema wala kuntu alamul ghaiba lastakthartu min alkhair wama masani yasu. Mtume anaambiwa asema watangazia umma kwa ujumla na dunia. Mtume asema walau kuntu alamul ghaiba, ningekuwa mimi najua mambo ya ghaibu, lastakthartu min alkhair, ningejizidishia mambo ya khair, nisingeenda Taif kumbe naenda kupigwa mawe, nisingeenda. Mtume hajui ghaibu, anaenda anapigwa mawe na watu. Kisha wama sanyasu, nisingepata baya lolote. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam Allah anamwambia waambie wewe hujui ghaibu. Lakini kwa mujibu wa vitabu vya Shia kwao wanajua ghaibu. Na tukija kuona katika maimamu katika hapa tu katika tauhid rububiyya, na tunasema nguzo zao za Kiislamu ni 5 kama walivyopokea buni al-Islamu ala 5, Uislamu umejengwa juu ya mambo 5, wakataja as-salat, az-zakat, as-sawm, al-hajj wal-wilaya. Hakuna shahadatu an la ilaha illa Allah. Kwa hiyo hapa sasa utaungana sasa kama tukuja kuona kuna mwanachuoni ambao alikuwa kishia ambaye anaitwa Sayyid Hussein al-Musab. Huyo alikuwa ni mshia. Baada ya kusoma ushia na kujua, na baada ya hapa akaona kuna haja mimi nitoka katika kufuru hii, alipotoka akawaachia umma wa Kiislamu kitabu kinaitwa akaandikaje lillahi thumma litarikh. Hii kitabu nakiandika lillahi thumma litarikh, kwanza kwa ajili ya Allah kisha kwa ajili ya historia. Umma wa Kiislamu ujue hii nikazungumzia hii dini haina uhusiano wote na Uislamu, bali ni ufursi ule wa Persia uliokuja, shirki zote ziko katika dini hii. Na kataja mambo mengi katika hii dini kama ambao tutaona. Sasa ili mtu ajue kwamba mambo ambayo yapo na haya, je, hao maimamu wanaojinasibisha ni kweli maimamu walikuwa hivyo? Maimamu hawakuwa hivyo. Lakini alipotunga hii kitabu huyu, na kuna mmoja anaitwa Ihsanul Dhahir, naye alikuwa mshia. Alipotunga kitabu na yeye katunga vitabu vingi, katunga Ashiyatu wa Tashayyu, Ashiyatu Ahlul Bait, Ashiyatu wa Sunna, katunga vitabu Shia na Ushia, Shia na hadithi, Shia na Qur'an. Alipomaliza siku akifanya muhadhara kule Pakistan, baada ya kutunga hivi vitabu, muhadhara wake ulikuwa umejaa watu wengi. Mashia waliuletea bomu kwenye msikiti, wakaupiga ule msikiti, na tayari watu wengi wakajeruhiwa, na katika waliojeruhiwa Ihsan Ilahi Dhahir akajeruhiwa. Baada ya kujeruhiwa akapelekwa hospitali kwa ajili ya kutibiwa, kwa sababu tayari uovu wao unajulikana. Mwisho katika Sheikh Ibn Baz aliposikia mwanachuoni huyu tayari amejeruhiwa, akamwambia mfalme wa Saudia kuna haja ndege itoka Saudia ikamchukua shekhe huyu, alikuwa akitetea maswahaba, ikatoka Saudia kwa ajili ya kumbeba. Baada hapo fatwa zikatolewa na wanachuoni wa Saudia akiwepo Sheikh Ibn Baz na Hayat Kibal Ulama kwamba huyu kuna haja. Baada hapo akatibiwa akafa, akaona kuna haja akazikwa al-Baqi katika makaburi ya maswahaba, kwa sababu ndio alikuwa akiwatetea, akaenda akazikwa al-Baqi. Sasa dini hii haina uhusiano na dini ya Kiislamu. Kwa hapo tunazungumzia Shia na tauhidur rububiyya. Itakuja Shia wa tauhidul uluhiyya, wakoja watu hawa. والحديث بقية. أقول قولي هذا وبالله توفيق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعدائك أعداء الدين، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا وأقم الصلاة.
wasallam.